Miongoni mwa mambo mazuri ambayo yameweza kutokea siku za hivi karibuni ni performance za wasanii mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana sana kwenye mitandao ya kijamii, na tunazungumzia zaidi kwenye YouTube kwa sababu ndipo ambapo mambo yanakuwa mengi zaidi. Tumeweza kuona ushindani. Tukianza na Diamond Platnumz, tuliweza kushuhudia akipokea tuzo ya kufikisha subscribers milioni 10, kitu ambacho kimekuwa ni kizuri kwa upande wake, lakini imekuwa kama faida kwa Tanzania kuendelea kuheshimika. Kwa East Africa amekuwa ni namba 1, na unajua kabisa moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi kwenye mitandao ya kijamii, Diamond pia amebaki kwenye namba kubwa, na tumeweza kushuhudia wiki sasa Diamond Platnumz akifanya show nyingi sana kule Summer Jam ameweza kufanya show, lakini pia London ameweza kufanya show. Amekuwa akitumia nafasi hii kutengeneza mazingira ya yeye kuendelea kuonyesha kile ambacho yuko nacho, kwa sababu ameweza kufanya show kubwa. Mimi naweza nikasema ni show ambazo kwa Tanzania hakuwahi kufanya mtu yeyote zaidi ya Diamond Platnumz, kama ambavyo tumeweza kushuhudia ukumbi ya kijaa. Unajua kujaza ukumbi kwenye nchi za wenzetu kama London, kama Summer Jam pale nazungumzia Marekani, kumekuwa kuna vitu vingi tu ambavyo unaweza ukaendelea kumpongeza Diamond Platnumz kwa kuwa amefanya vitu vikubwa zaidi na anaendelea kuiheshimisha nchi ya Tanzania. Sasa kulikuwa kuna ubishani mkubwa zaidi wa views namba ambazo zinapatikana kwenye mitandao ya kijamii, sana sana kwenye YouTube, ambapo tuliweza kuona mrembo Zuchu pia na yeye akiingia kwenye nafasi nzuri kubwa ya nyimbo ambayo imeweza kufanya vizuri. Wanasema zile ambazo wameweza kufanya kama solo artist. Unajua mrembo Zuchu aliweza kufanya ngoma kali ya Sukari ambayo imeweza kwenda sana, yani unaweza tukasema imefika mbali, maana ina views zaidi ya milioni 111. Lakini pia kumekuwa kuna ngoma nyingine ya Yope ambayo ameweza kuifanya Diamond Platnumz pamoja na zimekuwa zikishika namba za juu zaidi. Lakini kwa nini nimemzungumzia mrembo Zuchu? Kwa sababu amekuwa akifikia malengo yake kwa kasi kubwa sana. Hiki kitu ambacho amekifanya mrembo Zuchu kufikisha views milioni 111 kama solo artist katika wimbo wa Sukari, hii imeenda kutengeneza historia nyingine kwa East Africa. Yeye anaweza kuwa namba 1 kwa kuwa ameweza kufikisha views wengi kweli. Na moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri na amekuwa akifurahia maisha yake ni mrembo huyu ambaye kwa sasa ni mke rasmi wa Diamond, Nasibu Abdul, ambaye ameweza kufunga ndoa ya kuaminika kabisa. Unajua wenzetu Waislamu ndoa zao ni za kawaida, zina mambo mengi sana, lakini zinaaminika na ziko vizuri kabisa. Na hicho ndicho kitu ambacho walikifanya Diamond Platnumz ama Nasibu Abdul pamoja na mrembo huyu Zuhura ama Zuchu. Sasa kumekuwa kuna story ambayo inaendelea kumhusu mrembo huyu kuweza kummisi Diamond Platnumz, lakini pia kuandika vitu mbalimbali kwenye ukurasa wake wa Instagram. Yote hayo yakaendelea kuthibitisha kwamba amemmisi sana mpenzi wake na amekuwa akionyesha vitu mbalimbali. Na hapa katikati tuliweza kuona clip kadhaa zikimuonyesha Mr. Mobet, zikimuonyesha Esma Platnumz pamoja na Mama Dangote, hawa wawili wakiendelea kutengeneza mazingira ya kumshukuru sana mrembo Zuchu, na walikuwa wakionyesha namna ambavyo tayari na wao wameandaa zawadi mbalimbali kwa ajili ya mrembo huyo. Kumekuwa kuna mashabiki ambao wameweza kuuliza maswali mengi sana. Swali la kwanza ambalo nilikutana nalo kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba kwa nini Zuchu yeye ameweza kuachwa na kupata nafasi ya kuweza kuelekea huko ambapo yupo Diamond Platnumz, na tumeweza kuona watu mbalimbali wameenda. Baba Levo ameweza kuenda, tumeweza kuona Mama Dangote, Esma Platnumz, Taia, kwa kumekuwa Talaji, nazungumzia mtoto wa Esma Platnumz. Sasa kumekuwa kuna hizo story ambazo watu wanajiuliza kwamba kwa nini mrembo huyu yeye asiende. Sawa, alikuwa na show Kenya, na namna tunajua kabisa ni kweli alikuwa na show, lakini sasa alivyorudi kulikuwa kuna ugumu gani wa yeye kuweza kufunga safari na kuelekea kumsupport mpenzi wake ama mume wake?
Hayo maswali yalikuwa mengi na mimi kiukweli nimeyachukua kama maswali ambayo nayafanyia kazi na kutaka kujua zaidi kwa nini ambao sababu zilizopelekea yeye Zuchu kuamua kubaki na kumwacha mume wake akifanya vizuri huko nje. Kumekuwa kuna namna mbili za kupokea mambo. Kitu cha kwanza ni kwamba taarifa kama hizi za show kubwa ambazo wanazifanya Diamond Platnumz, ni kweli ukiwa na mwenza wako huenda ukafanya vizuri zaidi, lakini kuna vitu vingine ambavyo watu wanaviepusha. Kuna namna unaweza ukahisi kama unaweza ukapoteza confidence na una namna fulani hivi pindi anapokuwa mwenzako. Kwa hiyo huenda hiyo ikawa ndo sababu ya Diamond Platnumz kuamua kufanya show mwenyewe, na anaamini kabisa Zuchu ana nafasi kubwa sana kuendelea kuenjoy na kufurahia maisha mazuri ya ndoa pindi tu ambapo Diamond Platnumz atampa hiyo nafasi, kama ambavyo tumeweza kuona wakati wakiwa hapa Tanzania walikuwa wakitoka mara nyingi kwenda Zanzibar kuenjoy sehemu mbalimbali. Kumekuwa kuna hizo movement ambazo walikuwa wakizifanya. Kwa Diamond Platnumz amekuwa mara nyingi akispend time yake na mrembo huyu Zuchu. Kwa hiyo kwenye hili ni jambo la kawaida tu, kila mtu yupo kwenye shughuli mbalimbali, na ikumbuke kwamba hawa wote ni wasanii na wanafanya mambo mbalimbali. Huenda pia mrembo ana project zake ambazo anazifanya hapa Bongo. Kwa hiyo inaweza ikamzuia yeye kumove kwenda ambapo yupo mpenzi wake. Mimi nikusii tu, ili wewe wa kwanza kuenjoy kwa update na story mbalimbali zinazohusu mastaa wako, hakikisha tu umesubscribe na kuturn on notification ili uendelee kuenjoy na kupata kila story ambayo sisi tunakuwekea hapa.